kuakisi mfano wa Mungu. Kwa hiyo Shetani aliyeshindwa kutoa ufalme wa mbinguni alipanga kutoa ufalme wa dunia, akiweza tu kumsababisha Adamu, mkuu wa uzao wa wanadamu, achague kulivunja agizo la Mungu. Lakini hakumjaribu Adamu moja kwa moja. Siku moja Hawa alisikia sauti. Hakuwa Adamu, hakuwa Mungu, alikuwa nyoka. Kwa Hawa, mtambazi wa kuzungumza alikuwa tu uvumbuzi mwingine. Hakuwa na wazo kama adui wa Mungu, alikuwa anamtumia nyoka. Wala hakujua kwa Shetani alitaka kumtumia kumjaribu Adamu avunje agizo la Mungu. Nyoka alikuwa amestahimili akingoja kwa mahesabu, macho yake yakimfuatia mwanamke. Kisha kwenye wakati mzuri alimfanyia ishara ya kumuita mwanamke na kusema, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Shetani alitaka Hawa alitilia mashaka neno la Mungu. Alimtaka pia afikiri kuwa Mungu alikuwa akiwazuilia yeye na mume wake kitu chema. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hawa angelifanya nini? Mungu alikuwa amewapa Adamu na Hawa uhuru wa kuchagua kati ya kufanya mapenzi yake au mapenzi yao. Bwana alijua kilichokuwa bora zaidi kwa Hawa, viumbe maalum aliowaumba kwa mfano wake mwenyewe. Aliwataka Adamu na Hawa muamini hata kama hawakuelewa sababu za agizo lake. Ni Mungu peke yake aliyeweza kuyatambua matokeo ya kutisha ya uovu huko mbeleni. Ndiyo maana alimwambia Adamu mapema, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini sasa nyoka alikuwa